Tunapozungumzia baba wa taifa, hatuwezi kumtenganisha na misingi ya kiitikadi na kifalsafa iliyojengwa au aliyojengea nchi yetu, ambayo ilibebwa na dhana kama vile uhuru na umoja, uhuru na kujitegemea, uhuru na kazi, uhuru ni wajibu au na wajibu, na dhana nyingine muhimu za kiitikadi ambazo alikuwa akizitoa kila baada ya muda kuijenga nchi yetu na kuleta umoja na mshikamano wa nchi yetu. Yote haya yalilenga kujenga taifa imara linalojitegemea na kujali maendeleo ya watu. Alisisitiza kwamba maendeleo yote yenye maana hayana budi kuwalenga watu. Ndiyo maana dira na mipango yetu yote ya maendeleo pamoja na ilani za Chama cha Mapinduzi zinajielekeza kujenga taifa linalojitegemea lenye uchumi jumuishi na ustawi wa watu, yaani maendeleo ya jamii, uwezeshaji wa kiuchumi, lakini na kukuza uchumi mkubwa wa taifa letu. Ninafurahi pia kuwa utekelezaji wa shughuli za maendeleo tumeweza kutekeleza miradi mikubwa ya utawala bora na inayotoa msukumo mkubwa kwenye sekta za uzalishaji, ambayo ni sehemu ya ndoto ya Mwalimu, ikiwemo miradi ifuatayo. Kwanza, amesema mwenezi wetu hapa, tumetekeleza ndoto kubwa ya Mwalimu ya kuhamia Dodoma. Hili ni swala la utawala bora. Tuliamua miaka ile kwamba makao makuu yetu ya nchi yatakuwa Dodoma. Tumechelewa kidogo, lakini kuanzia awamu ya 5 na hii ya 6 tumekamilisha uhamiaji wa serikali na kuifanya makao makuu iwe Dodoma. Mihimili yote mitatu ya serikali tayari iko Dodoma. Na hapa niseme ndugu zangu, ili ni watoe hofu. Kuna watu wanatishatisha ili kuwafanya watu wasitoke tarehe 29. Nataka kuwaambia, ninayezungumza hapa ni amiri jeshi mkuu wa nchi hii. Nataka kuwaambia wasithubutu. Kibati tu kikipasuka, sisi tuko nao. Tumejipanga vizuri. Tokeni, kapigeni kura, rudini nyumbani mkapumzike. Hakuna hofu, hakuna kuogopa. Tokeni mkapige kura.